DSB Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna wakati nahisi, ninafikiria binafsi kuwa raia wa Marekani kwa sasa ambao tuseme waliomchagua Donald Trump, kama wakifanywa mahojiano wale waliopiga kura, kwa sababu niliona kule Michigan na Chicago watu walihojiwa, wengi wanaonyesha kuwa kuna mmoja anasema alimpigia Donald Trump mara 3, lakini kama angekuwa anagombea tena asingempigia. Alimpigia wakati anagombea, wakati mara ya kwanza alimshinda Hillary Clinton mara ya kwanza. Akampigia mara ya pili wakati anagombea na Joe Biden akashindwa Trump. Akampigia mara ya 3 alivyogombea na Kamala Harris. Trump wakati ule alikuwa ni Hillary Clinton alivyoingia baada ya Barack Obama. Alikuwa bana Hillary Clinton, akaja kugombea na Joe Biden akashindwa, akaja kugombea na Kamala Harris akamshinda. Ndio imekuwa hivyo. Yeye anasema kama angepewa nafasi tena ya kupiga kura, basi asingepiga kura yake kwa Donald Trump. Asingeweza kupiga kura yake kwa Donald Trump kwa sababu anajuta kwa nini anaweza kumchagua mtu wa namna hiyo. Sasa kwa haya yanayoendelea, kwa kweli wa Marekani wana kila sababu ya kufikiria upya kuwa tuna rais wa aina gani, tuna kiongozi wa aina gani. Juzi wakati ametoa hotuba, nilivyokuja kuzungumza na nyinyi niliwaambia hivi, huenda kesho au saa 48 zijazo hotuba yake yote ikawa haina maana, kwa sababu katikati ya hotuba atatia kitu. Nilisema, na nilivyozungumza na BBC asubuhi ile kwenye ile hotuba nilisema, haya maneno huwezi kuyachukulia kwenye nafasi ya Trump, kwa sababu huenda isichukue muda mrefu kabla ya Trump kutoa tamko ambalo litabadili hotuba nzima. Sasa mjadala uliopo sasa ni haya ninayokuambia. Rais Donald Trump amesema kwamba Irani ina saa 48 tu kukidhi matakwa ya Washington ya kufanya makubaliano au kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Kumbuka nilipoipa Irani siku 10 kufanya mkataba au kufungua barabara ya Hormuz, Trump alisema kwenye jukwaa lake la mtandao wa kijamii Truth Social, muda unakwisha, saa 48 kabla ya jahannam yote kutawala. Aliongeza, mnamo Machi 26 Trump alisema kwamba alikuwa ameongeza muda wa mwisho wa mazungumzo ya nyuklia na Irani hadi siku 10 kwa sehemu, kwa sababu Teherani ilimtumia au iliruhusu kupitisha meli 10 za mafuta zenye bendera ya Pakistani kama ishara ya nia njema. Eneo hilo limekuwa macho tangu Marekani na Israeli ilivyoanzisha machafuko yake. Sasa amerudia kutoa kitisho kingine kwa Irani kwa saa 48 kutoka kuproposal usitishaji wa vita, ile ceasefire ya saa 48 iliyokataliwa, kaja kutoa vitisho vya saa 48. Lakini hivi vituko unaweza ukavihisi vituko vinatoka kwa sababu sio tu kwamba leo ameanza Trump, jana alizua mengine. Jana alisema hapa, nitakwambia. Rais Donald Trump alizungumza siku ya Ijumaa akasema kwamba Marekani inaweza kufungua mlango wa bahari ya Hormuz, pia unaweza kuchukua mafuta na kupata utajiri, akibainisha kuwa hatua hiyo itakuwa mchanganyiko kwa ulimwengu. Anasema nikifanya hivyo tutaivuruga dunia. Kwa muda kidogo zaidi tunaweza kufungua kwa urahisi mfereji wa Hormuz na kuchukua mafuta, na tukawa tuna bahati, itakuwa vurugu duniani. Trump aliandika kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii. Jana aliandika Marekani wao wana uwezo wa kufungua Hormuz na kuamua kuchukua mafuta na kurudisha utajiri wa Marekani kwa kiwango kikubwa. Lakini ukilisoma andiko lake, anachokusudia kuwa anaofia tu kuwa dunia itachanganyikiwa ikibidi wafanye hivyo. Dunia itachanganyikiwa. Anachotaka kutuambia na kutuaminisha kuwa Marekani ina uwezo wa kufanya hivyo. Sasa kwa nini anaomba msaada?
Kwa nini anawalalamikia washirika wengine kuhusu kufungua mlango? Kwa nini amekuwa akipiga kelele sana kutaka hilo? Kwa nini alirudi kwenye baraza la usalama kupitisha ajenda yake kwa Bahrain iende kupiga kura ili nguvu itumike ya jumla? Kwa nini isiwe yake ambaye tayari wenzake wanamdhihaki na kumdhalilisha kuwa vita sio yetu, sisi hatuwezi kuingia kwenye vita, kama unajiweza wewe ingia na upambane. Yani licha ya kudhalilishwa huko na wenzake wote, nguvu anayo, uwezo anao wa kufungua na kuchukua, lakini Trump hataki. Ni kweli? Ni kweli? Kila kinachokuja akilini hukiandika. Inabaki ile nadharia ambayo huwa ninarudia kuwakumbusha na kuambia kuwa pale Simba aliyekuwa muindaji mzuri, Simba muindaji mzuri amepatikana sasa. Unajua Simba akisha zeka anatengwa, anakuwa hamiliki tena, wenye nguvu wamesha maliza kila kitu. Sasa kinachobaki nguvu ya Simba ni akili tu, sio uwezo wake wa mwili, kwa sababu kaisha choka, kazeka, hawezi tena. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa Marekani kilicho kwenye kichwa cha Donald Trump ni akili za Simba. Simba ambaye kaisha zeeka, Simba ambaye kaishiwa. Hebu fikiria huyu Simba, mfano chukua siku ya jana alivyodhalilishwa. Yani jana the story was nini? Ndege zimeshushwa, pilots tukafanya nini, huyu kakamatwa, hii imepigwa, hii imefanya nini. Leo hii unatoka kwenye hilo, halafu unakuja unawatishia watu kuwa nitashusha jahannam sana ndani ya saa 48. Hii inakuwa ni nini? Yani hebu fikiria kuwa hii kitu kinatoka wapi? Yani kuaminisha watu kuwa eti wewe unaweza ukayafanya hayo. Wewe nani? Wakati Donald Trump yeye akijimwambafai na kutulazimisha tuamini nguvu za Simba aliyezeeka. Ngoja nikusomee hii taarifa kidogo. Taarifa hii inasema hivi: mabaharia 1500 wa Marekani walihamishwa kutoka Bahrain na kurudi Marekani kutoka kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa Bahrain kwa kukwepa au kwa kukimbia makombora na ndege zisizo na rubani za Irani tangu mwanzo wa vita, kulingana na redio ya umma ya kitaifa NPR. Mnamo tarehe 4 Aprili ilitoa taarifa. Bahrain ni makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani na inaifanya kuwa ni kitovu kikuu cha kuangazia nguvu ya majini ya Marekani huko Asia ya Magharibi. Mnakumbuka wakati walivyoleta kikosi cha SEAL, wakaleta kikosi cha pili kutoka kwenye ile USS Tripoli. Niliwaambia hivi, kikosi kilicho kuwepo kwanza kilikuwa kikosi bora, chenye vifaa bora na wanajeshi bora. Kiko wapi? Kwanza watujibu, kiko wapi? Kimefikia wapi? Halafu watuambie hicho cha pili kitakuja kuwa zaidi ya kwanza. Ni vigumu kwa kikosi cha kuungaunga kije kiondoe eti uwezo wa watu waliokuwa na nguvu. Haiwezekani. Sasa taarifa hii inaendelea kusema, hata hivyo kisiwa hicho chenye utajiri wa mafuta kiko katika ghuba ya Uajemi. Yani kisiwa hiki kiko umbali wa kilomita kama 160 kutoka kwenye pwani ya Irani. Yani kiko ndani umbali, yani kiko ndani na ukaribu sana, na si mbali kwa ndege za droni za Irani pamoja na makombora. Wakati Marekani na Israeli zilipoanza vita vyao visivyo vya kawaida dhidi ya Irani tarehe 28 Februari, takriban maelfu ya wanajeshi wa Marekani walikuwa wamesimama kwenye kambi hiyo, kwenye kisiwa hicho ambacho kinajulikana kama Naval Support Activity NSA Bahrain. Kuna video ilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha ndege zisizo na rubani za Irani na makombora yakipiga kambi hiyo ya NSA mara nyingi siku ya kwanza ya vita. Picha za satellite kutoka kwenye kampuni ya Planet zilionyesha angalau majengo 7 ndani karibu na kambi hiyo ambayo yalikuwa yamepigwa katika wiki ya kwanza. Mashambulizi hayo yaliwalazimisha wanajeshi wa Marekani kuwahamisha mabaharia 1500 pamoja na familia zao kurudi Marekani kutoka katika kambi ya NSA. Msemaji wa jeshi la wanamaji alikiri alipokuwa anaongea na redio ya NPR. Mbali na kambi hiyo huko Bahrain, wanajeshi wa Marekani wamehamishwa kutoka kambi nyingine za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Tangu wakati huo,
mabaharia wamekuwa wakiwasili katika kambi ya jeshi la majini la Marekani huko Norfolk, Virginia, wakiwa na nguo chache zaidi walizoweza kuzitupia kwenye mikoba yao. Walihamishwa, waliacha magari yao, waliacha vitu vyao vya thamani, waliacha kila kitu ambacho kilikuwa kule, walikimbia. Vikundi vya jamii kule Norfolk vilijibu kwa kuamua kukusanya baadhi ya vifaa vya msingi kama vile bidhaa, vitu vya usafi, na kuwasambazia wanajeshi ambao walikuwa wamerudi kutoka Bahrain. Kituo hicho kilikuwa kikiomba michango ya vifaa vya usafi, vitu tofauti kwa mabaharia wanaorudi, kwa sababu walikuwa wakirudi bila chochote. Yani kituo cha radio cha NPR. Alisema Derek Johnson, kamanda wa American Legion Post 327 huko Norfolk. Katika ishara ya tishio kwa wafanyakazi Marekani, katika ishara ya tishio kwa wafanyakazi wa Marekani kutoka kwa makombora ya ndege zisizo na rubani za Irani, Pentagon ilitoa taarifa mnamo Machi 27 kuwaomba watu wanaoweza kusafirisha makazi yaliyotengenezwa tayari ili kulinda wanajeshi katika kambi huko Asia Magharibi. Unajua hivi vifaa zile ni kama mobile house au kama zile shelter ambazo Israeli walikuwa wakizigawa kwa watu wa kusini kule kwenye mashambulizi yao ya Hezbollah. Sasa Pentagon ilithibitisha kwamba angalau wanajeshi 13 wa Marekani wameuawa. Lakini ikasema Pentagon ilithibitisha kwamba wanajeshi wa Marekani 13 wameuawa na 365 wamejeruhiwa katika vita nchini Iraki kufikia Aprili 3, na 247 walikuwa wanajeshi wa jeshi la Marekani, 67 walikuwa mabaharia wa jeshi la wanamaji, 19 walikuwa wanamaji na 36 walikuwa wanajeshi wa anga la jeshi la anga la Marekani. Uchunguzi uliofanywa na The Intercepted ulichapishwa tarehe mosi Aprili uligundua kuwa karibu wanajeshi 750 wa Marekani walikuwa wamejeruhiwa au kuuawa eneo la Asia Magharibi tangu Oktoba 2023 wakati wa mauaji ya halaiki wa Palestina yaliyoanza kule Israeli. Niliwahi kuambia ukisikia military reserve jua kabisa hadi askari wa Marekani wamo na nchi zingine. Hata hivyo Pentagon haikubali hilo. The Interceptor iliandika, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ambayo inasimamia shughuli za kijeshi eneo lote la Asia Magharibi inaonekana kushiriki katika kile ambacho maafisa wa Marekani wamekuwa wakikizungumza na tovuti ya habari ya uchunguzi anachokiita kuficha majeruhi au kuficha vifo. CENTCOM imetoa takwimu za chini na zilizopitwa na wakati na imeshindwa kutoa maelezo kuhusu vifo na majeruhi wa kijeshi. Pia imekataa kutoa hesabu rahisi ya bezi za Marekani ambazo zimeshambuliwa wakati wa vita. Hatuna chochote cha kukusaidia, msemaji wa CENTCOM aliambia The Intercept, ambayo iligundua kuwa Iran ilikuwa imeshambulia bezi za Marekani huko Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria na UAE tangu kuanza kwa vita. Umeelewa hii? Trump anapowatishia Iran 48 hours kuwa wataifanya jahannam, nimekuwa nikisema kambi za Marekani hazina wanajeshi. Wako wapi? Wamezikimbia kambi. Wako wapi wanapoenda kuwatishia wengine? Lakini Trump anapotishia kusema kuwa tutafungua mfereji, sisi tuna nguvu ya kufanya hivyo, rafiki yake ambaye hivi sasa wanaonekana kama wamekuwa tofauti sana, Emmanuel Macron, alimjibu hivi. Ngoja nikusomee hii taarifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema mnamo tarehe 3 ambayo ilikuwa ni jana kwamba haingekuwa jambo la kweli kufungua mlango wa bahari ya Hormuz kwa nguvu za kijeshi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuyataka mataifa ya Ulaya kushiriki katika juhudi za kuilazimisha Irani kuifungua. Baadhi ya watu wanatetea wazo la kuikomboa au la kukomboa mlango wa bahari ya Hormuz kwa nguvu kupitia operesheni za kijeshi. Msimamo ambao wakati mwingine unaonyeshwa na Marekani ingawa umebadilika. Marekani aliwaambia waandishi wa Macron aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake kule Korea Kusini, hili halikuwa chaguo ambalo tumeliunga mkono kwa sababu haliwezekani, alisema. Itachukua muda mrefu na ingewaweka wale wote wanaopitia mlango wa bahari katika hatari kutoka kwa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, lakini pia makombora ya masafa marefu yangewafikia. Wakati wa ziara yake huko Seoul, Macron na rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kusaidia kufungua tena Hormuz. Viongozi hao wawili pia walikuwa wamekubaliana kupanua ushirikiano katika teknolojia, nishati na maeneo mengine.
Mlango wa bahari wa Hormuz ambao angalau 20% ya mauzo ya nje duniani hutiririka umefungwa kwa kiasi kikubwa tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita. Sasa siku ya Alhamisi, Rais Donald Trump alitishia kuacha kuiuzia silaha Ulaya kwa matumizi nchini Ukraine ili kuwashinikiza washirika wake wa NATO waweze kujiunga na muungano na walio tayari kufungua tena Hormuz kijeshi. Pia amependekeza Marekani inaweza kujiondoa kutoka muungano wa kijeshi wa NATO. Hata hivyo, Macron alisema Hormuz inaweza kufunguliwa tu kwa kuzungumza na Irani. Tunachosema tangu mwanzo ni kwamba mlango wa bahari huu lazima ufunguliwe tena, kwa sababu ni mkakati wa mtiririko wa nishati, mbolea, biashara ya kimataifa, lakini kwamba unaweza kufanywa tu kwa kushauriana na Irani, Macron alisema. Kufungwa kwa mlango bahari huo pia kumesababisha uhaba wa mbolea na kutishia uzalishaji wa chakula duniani. Maoni ya Macron yanakuja huku kukiwa na juhudi za Bahrain kupata azimio kwenye Umoja wa Mataifa linaloidhinisha njia zote muhimu kulinda meli za kibiashara karibu na mlango wa bahari. Sasa ukisikia Macron anachokisema Trump na alichokiandika Trump, yani Trump jana, Macron anajibu kuwa yani Trump kawatishia washirika wa Ulaya, kawatishia kuwa msipokuja kutusaidia sisi tutanyima kuwauzia silaha nyinyi ambazo zinakwenda Ukraine. Unafahamu kuwa Trump alivyofika, kwa sababu mtu wa pesa, anapenda pesa, akaona silaha zinazokwenda Ukraine zilikuwa ni za mkopo, akazuia, akasema hatuwezi kumsaidia. Lakini wakati huo akatoa idhini kwa nchi za Ulaya zinaweza zikamsaidia Ukraine, kutoa hazina yao ambayo Marekani alisema kuwa nitajaza pale mtapotoa. Kwa hiyo Ulaya wakatoa silaha zao kumpa Ukraine msaada au mkopo, wanajua wenyewe. Halafu pale kwenye gap ambapo walitoa, Marekani akawauzia by cash. Umeona walivyo hawa watu? Ndio nawaambiaga kuwa hawa wametawaliwa kuzidi Waarabu. Sasa ndio anawatisha kuwa nitaacha kuwauzia silaha ambazo nyinyi mnapeleka kwa nani? Kwa Ukraine. Sasa Ulaya na wao wanatakiwa waamke kama baadhi ya nchi chache za Kiarabu ambazo zimehisi kuwa hivi tutatumia costi na gharama kiasi gani kujilinda kila siku dhidi ya Iran? Yaani tutatumia mabilioni mangapi kila siku kuishi kwenye pressure kubwa ambayo kwa tunajilinda dhidi ya Irani? Kwa nini tusizungumze na Irani na haya yakaisha na tukabaki kwenye salama? Nadhani Ulaya juzi wiki hii Ujerumani walichokianzisha cha kufufua tena Nord Stream, acha Nord Stream 1 kwa sababu kuona Nord Stream 2 ambayo Trump alipiga vita sana isifanye kazi katika awamu yake ya kwanza, lakini kulikuwa kuna Nord Stream ambayo Ujerumani wamedai kuwa watairudisha upya kuiuisha kati yao na Urusi. Nord Stream ni pipe ambayo ilikuwa inapitisha, ipo ya gesi na mafuta ambayo inatoka moja kwa moja Urusi kwenda Ujerumani. Sasa wanaona kuwa ni bora tutafute nafasi ya kuzungumza na Urusi kuliko kutumia mabilioni ya fedha kila siku tukiwa na pressure kuwa tutashambuliwa. Yani wanaona bora afanye hivyo. Sasa Trump kaitisha tena Irani 48 hours. Tusubirini 48 hours tusikie drama mpya ni ipi, kwa sababu unawatisha wasiotishika. Manake unakuwa unajitisha wewe tu. Manake hawa watu hawaogopi chochote, hawajali lolote, hawatishiki na lolote. Yani wanamuona kama vile Pikaragosi labda amesimama mbele anazungumza lolote. Unawapelekea proposal ya 48 hours tupumzike, hawataki. Kila unachokifanya hawataki. Sasa unafanya nini? Unabaki tu kuanza kutishia na kutaka kujionyesha kama wewe unajimwamba fai tu kwa wewe una nguvu, lakini kiuhalisia unakuwa haupo kwenye hiyo nafasi. Rahby Digital, haki na ukweli.